Miaka 5 viongozi wa Simba wameshindwa kumsoma Engineer Hersi anataka kitu gani. Viongozi wa Simba wameshindwa kumsoma Engineer Hersi ni kitu gani anakifanya, ili yani kitu gani ambacho anawazidi viongozi wa Simba. Kwanza bodi ya kurugenzi wa Simba, tunataka vibodi ambao ina viongozi, bodi ya kurugenzi wa Simba wenye fedha. Hatutaki viongozi wenye wanjanja, kwamba sasa hivi waliopo ni walala hoi. Bodi ya kurugenzi ya Simba Sport Club wengi wao wana njaa. Gari moja viongozi 3, gari moja viongozi 6. Nenda niambie pale Yanga viongozi wa pale wa kurugenzi wa bodi wanatembea, wengi wako serikalini, wengi ni watumishi wa serikali. Alani wasalani, assalamu alaikum Tanzania, assalamu alaikum mwanamichezo. Ni siku nyingine ambayo tunakutana hapa ili kuzungumza aliyojili kwenye michezo kubwa kabisa, ikiwa ni kipindi ambacho migogoro pamoja na maneno ameshaibuka tayari kwa wana Simba. Kama kawaida yao wakishafungwaga, mimi kila siku namwambia Tunda, kwa nini mkifungwa mnakimbilia kuweka lawama kwa mtu mmoja? Kama nani tumeweka lawama? Simnaweka kwa mzee wangu. Mzee nani? Mangungu. Una yule baba yako kumbe? Mzee wangu. Kabisa. Hadi naumia hapa mnapofanya hivyo, naumia kweli kweli. Sijui kama Mungu anakuzaa wewe. Basi unatakiwa urudi mwambie Mungu samani kukuzaa na huyo baba. Kwa nini sasa? Maana kama sisi anatuletea shengesha, nyinyi analetea nini? Kwamba analetea sana shengesha. Inawezekana familia yake yenyewe nipige au agaragaze. Yaani cha moto mnakiona ndani ya nyumba. Nini yule mzee anakosea mpaka inafikia toa na Simba ni kama mnamchukia sana na kumbebesha lawama kila siku? Katiba ambayo alipewa na serikali kutoka pale, katiba ya Simba Sport Club. Murutani Mangungu tutalaumu kwa vyote, tutamuona kwamba yani kuna muda tunasema kwamba ni mzuri, alafu muda tunasema kwamba ni mbaya. Murutani Mangungu alipewa barua katiba mpya ya Simba. Ile katiba mpya ya Simba mbona haisemi? Mbona haisomi hadharani? Kama kweli katiba ya Simba alipewa na serikali, kwa nini haitoi mbele ya wanachama na mashabiki? Akaita press, waandishi wa habari njooni, au mkutano wa dharura haraka. Jamani, barua niliopewa na kutoka serikalini nataka niwasomee wa mashabiki zangu, wanachama wangu, muisikie kwamba inasema nini. Mbona haitoi hiyo barua? Shida inakuwa nene. Kila siku ataendelea kulaumiwa yeye ndo mbaya kwa sababu haeki mambo hadharani. Bodi ya Simba. Ile bodi ya kurugenzi ya Simba haijanyooka. Kuna matatizo, kuna changamoto ndani ya Simba Sport Club. Ukweli uende ukasemwe, ukweli uwekwe wazi. Kama kweli bodi ya kurugenzi wa Simba waliowekwa pale, waliochaguliwa, wameteuliwa na Modoji wafanye kazi, wakaifikishe Simba nchi ya hadi, wamefikisha kitu tunachokitaka? Magori umechaguliwa na Modoji, ukawe katili, ukawe sumu, ukawe kisu cha kuotea mbali. Wewe ndio unaenda kusajili wachezaji. Umekuwa hivyo? Umeingia kwenye mapambano? Umeenda kuingia kwenye uwanja wa vita na silaha kali? Mbona silaha zako Magori hatuzioni? Mbona zile silaha ulizoachiwa na Modoji hatuzioni? Shida ni nini? Pesa hakuna? Kitu gani kimepungua mbele ya Simba? Mtueleze, sisi mashabiki tuelewe. Hatuelewi. Timu tumeiona juzi imecheza. Timu inacheza kama vile inamtapia mlo. Timu imecheza kama vile na mapungufu ya rutuba mwilini. Timu haieleweki. Shida iko wapi? Kwa nini mnakuwa na migogoro? Umafia na ufanya Engineer Hersi, tunatamani umafia huu. Tulijua kwamba Ansipopo amekufa, amemwacha Engineer, amemwacha Magori anafanya ile kazi. Tulijua kwamba alivyokufa Ansipopo, tunajua kwamba badala yake yupo ni Magori. Mbona afanye ile kazi? Shida iko wapi? Usajili haueleweki. Tunataka kwenda kuchukua makombe, kombe la ligi kuu. Usajili ulivyo kashina na Yanga ambayo imesajili. Leo ameenda kufanya press Yanga, ameenda kufanya pale. Yani alivyosema tu kesho anatambulisha. Sasa hivi matumbo yako joto, viongozi wa Simba hawajui anatambulishwa nani. Kwamba wana Simba kama viongozi nao washapata ubaridi baada ya kusikia kauli. Shabiki hapa nilipo natetemeka kusikia tu kesho kuna jambo kubwa linatokea pale KMC, utambulisho. Mimi hapa shabiki wa Simba natetemeka. Hao viongozi wangu sasa hivi kila mtu watakuwa wanapishana chooni. Tayari tu wanapishana chooni. Viongozi wa Simba wengi ni wapigaji,
wengi wamekuja kuchota hela Simba Sport Club. Na kama kweli wewe unaipenda Simba Sport, rudi kwenye kazi yako. Kama unaona Simba inakupa maslahi, rudi kaitumikie klabu yako. Rudi, njoo ipambanie bendera ya timu yako. Umenyua maji Simba Sport Club, njoo basi. Nenda. Viatu ulivyomwachia Magori havimtoshi. Viatu alivyomwachia Magori havimtoshi, vinampwaya. Tunataka viongozi wenye roho ngumu, tunataka viongozi wenye ukakasi, viongozi waliokunywa maji ya bendera ya Simba Sport Club. Tunataka viongozi wenye uchungu, wanaojua uzalendo, wanaojua kupigania vita. Wakiingia wanaenda kupigana, wakiingia kwenye uwanja wa vita wanaingia na silaha, mwenye panga, mwenye shoka, mwenye jembe, mwenye risasi, mwenye kisu. Tunataka viongozi wenye ujasiri wa hali ya juu ambaye wanaweza kupambana na hichi kiume Engineer Harris. Huyu ndo anayetusumbua sisi, na hii ndio sumu ya Simba Sport Club. Viongozi wanatakiwa watambue Engineer Harris ndio kirusi cha Simba Sport Club. Ikatokea leo Tunda umepewa nafasi ya kuchagua kiongozi mmoja ambaye unatamani awepo kwenye bodi ya Simba pale. Aidha ni mwenyekiti, aidha labda mkurugenzi na sehemu tofauti za uongozi. Ungempendekeza nani ambaye unahisi kabisa moja kwa moja anaweza akaenda kuwa mwiba mchungu wa Engineer? Kwanza nilikuwa natamani kuna mbunge mmoja hivi. Jina lake nimemsahau. Iki alikuwa nimba sana kwenye mitandao. Jina limenitoka kidogo. Mosi hivi mrefu. Ambaye leo ameongea kama sikosei. Rais leo ameongea. Ameongea. Yule tunatamani achukue nafasi ya kwanza hata angekuwa amepewa mwenyekiti. Yaani nilikuwa natamani achukue nafasi Kigwangwala. Huyo ni mwamba kweli kweli. Huyo ni moto wa kuotea mbali. Yaani ni moto wa kuotea mbali. Yaani Kigwangwala akija kuchukua nafasi hata ya Mangungu, alafu pale kwenye sio ukaniletea Babra kiumbe kimoja kitakatifu. Yule mwanamke ni mwanamke mmoja katili, ni mrembo sana, lakini acheki na kima yoyote. Kwamba sio sasa hivi ni kama atoshi naye. Anaendelea kuchomekea. Zubeda hafanyi kazi kama CEO wa Simba Sport Club. Zubeda hafanyi kazi kama CEO anavyotakiwa. Zubeda amekuja Simba kuzurura. Zubeda haifanyi kazi yake kama CEO. Nimekwambia kitu, nisikilize. Tunataka viongozi wanaojua kuingia vitani. Tunataka viongozi wanaojua kupambana kwenye uwanja wa vita. Hutakiwi kurudi nyuma. Kama unavyomuona Oran akienda kwenye mapambano anamsoma adui yake, alafu akirudi amekuja jumla. Miaka 5 viongozi wa Simba wameshindwa kumsoma Engineer Harris anataka kitu gani. Viongozi wa Simba wameshindwa kumsoma Engineer Harris ni kitu gani anakifanya, ili yani kitu gani ambacho anawazidi. Viongozi wa Simba, kwanza bodi ya kurugenzi wa Simba, tunataka vibodi ambao ina viongozi, bodi ya kurugenzi wa Simba wenye fedha. Hatutaki viongozi wenye wanjanja. Kwamba sasa hivi waliopo ni walala hoi. Bodi ya kurugenzi ya Simba Sport Club wengi wao wana njaa. Gari moja viongozi 3. Gari moja viongozi 6. Nenda niambie pale Yanga viongozi wa pale wa kurugenzi wa bodi wanatembea, wengi wako serikalini, wengi ni watumishi wa serikali. Tunataka wanafanya nini? Wakina Zungu wanafanya nini? Wakina Dr. Tulia wanafanya nini? Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, wakina MNFA wako wapi? Kwani wasiende kuwa kwenye kitu? Viongozi wa bodi wako wapi? Kwani wasiletwe? Kwani wasiwekwe pale? Wakina Paul Makonda, watu wako pale, watu wenye roho ngumu kweli kweli. Kwa nini wasiende kupigana na huyo mwamba? Kwa sababu tunajua Magori amemshindwa Engineer Harris. Murtani Mangungu amemshindwa Engineer Harris. Hawawezi kuonuka, hawawezi hata kidogo. Tunataka viongozi wenye kiu. Sisi mashabiki wa Simba ukituuliza sasa hivi tunamtaka nani? Tunataka nini Simba? Tunataka ubingwa. Iko ndo pekee ambacho tunakitaka. Sisi kinachotuumiza sisi kufungwa na mtani wetu kila mara. Kama tumeshindwa kumfunga Yanga tarehe 12 akiwa vile, tukikutana naye tarehe 9 mwezi wa 9, ile itakuwa ni Hispania baba. Itakuwa ni hatari. Ile itakuwa ni Hispania ya Tanzania, Yanga Sport Club. Kwamba kikosi chake ni Tunda kama kimekufurahisha zaidi. Ni mafia. Ni mafia.
sio akasajili kwenye ligi. Engineer Hersi anautaka kufanya vizuri kwenye mapinduzi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba iko nafasi ya 12, Young Africa anatamani mwaka huu hapande mpaka hata nafasi ya 6. Sio, umenielewa? Je, Simba mmejipanga wapi? Sisemi kama kikosi changu ni kibaya. Hapana, mmejipangaje kwenye huko kufanya mazuri? Mmefanya umafia gani? Kama kweli Simba Sport Club watamshindwa kumleta Faisal Salum Feitoto, viongozi wa Simba wanatakiwa waachie madaraka. Hatutaki kelele. Tunda, naomba kwanza hapo ukazie kwenye X factor hapo, kwamba kama viongozi wa Simba wakishindwa kumleta Faisal Salum Feitoto, nini kitokee? Waachie madaraka. Haiwezekani leo Jeruti anaweka jezi kwa ajili ya kuuza ili kumleta mchezaji. Haiwezekani. Simba imekuwa mpaka jezi nunike tumlete mchezaji. Simba imefikia hatua hiyo. Simba imekuwa haina pesa. Kama Mo anaona anaibiwa hela zake, wakienda kwenye mambo, wakitoa hela budget ya pesa, aletoe kile anachokitaka, Mo aingie sokoni mwenyewe. Sana ipenda Simba? Sana ipenda Simba kutoka moyoni mwake? Ameinyiwa na kwambia mimi na mapenzi ya Simba, njoo usajili, rudi kwenye majukumu yako. Kama una majukumu ya kusoma hotuba pale Uhuru siku ile, siku ya Simba Day, ukapoteza muda wako ukaja pale, huo muda kupoteza kukusajili wachezaji wazuri unao. Sio, umenielewa? Aingie sokoni mwenyewe. Mo ingia sokoni mwenyewe kama unaona unapigwa. Nenda mwenyewe katafuta wachezaji, lakini uleweka pale wote wanachota pesa, wameshakusoma. Wameona hapa ndo sehemu ya kuchotea pesa. Wewe si uko busy unaishi Dubai? Unaishi Dubai? Acha wenzako wakuonyeshe jinsi pesa zina. Ndio maana kila siku mwana anakuambia, fikiria unaletewa wachezaji, kila mwaka wachezaji wanavunjiwa mikataba, uone unavunja. Ndio maana unaona Simba haidaiwi FIFA. Kwa sababu mwana anavunja mikataba ya stake yake vizuri kwa wachezaji wake. Wachezaji kila siku wanavunjiwa mikataba. Kila hizo pesa za kuvunjia wachezaji mikataba, kwa nini Mo usiingie mwenyewe sokoni kusajili? Una mapenzi na Simba, mapenzi yako yako wapi? Unasema unaipenda Simba, ingia mwenyewe sokoni. Kama unakuja kutusomea hotuba dakika 10-15, unaweza kwenda kusajili baba. Unaweza kuingia sokoni, unaweza kupambana na Engineer Hersi. Engineer Hersi ukiamua kupambana naye yani Engineer Hersi kwako ni nzi tu. GSM kwako ni nzi tu ukiamua kupambana naye. Ukiamua kuingia sokoni, Mo unamweza Engineer Hersi. Lakini Tunda, kuna mashabiki wanasema kwamba hata huyo mwenyewe ambaye mnamtaja Mo, ambaye ni tajiri wenu, naye hafai kwa sasa hivi, aachie madaraka. Sasa Mo hafai kwa hivyo anavyotuletea shengesha. Hela zinakaja benki babu. Watu tunamtaka namba 6, tunamtaka namba 9, tunamtaka Maele, tunamtaka Faisal, wewe unaweka hela benki. Huu msimu kwani dirisha hili kubwa unaweka hela benki? Dirisha kubwa la usajili, watu wanagombania wachezaji wazuri, maplayer mazuri, wewe unaweka hela benki? Ndio hapo Mo anapowauza mashabiki wake wa Simba. Ndio hapo Mo anapowakwaza. Lakini wakitaka pressure Simba ishuke, mashabiki, watu waende mikoani, watu waende kwenye mechi. Sasa kama Faisal atatangazwa kwenda viunga vya Young Africans, kama atatangazwa, mashabiki wa Simba sauni kwenda kuisupport hii timu, hata kwenda uwanjani hamtaenda kabisa, ili wajifunze viongozi wetu, kwa sababu kama pesa zao ziko benki wanashindwa kumsajili Faisal Salum Feitoto, basi hatuna timu tena, tuna mauzauza. Benki zenyewe nasikia zimekataa tayari kwamba hela hazipo, benki zenyewe zinakataa. Afu anasema bado mnaamini kwamba hela zipo benki. Kama benki zimekataa, mimi naye nibishi. Hujaona kwani? Nimeona. Ndio najiulizaje kila siku, hivi kama hela benki zimekataa, kwa nini mwana tudanganya? Kwa nini mwana tudanganya? Afu Jairuti umetuahidi leo unatutushia mashine ya kazi. Ulitupa siku hizi 4. Jairuti, kama kuna loli pa pesa zao namba 6 hujamtangaza, warudishie pesa zao babra. Shukrani sana.